akinihimiza nalo, na I believe ya kwamba hili neno ukilipokea na ukienda nalo litakuwa mwangaza kwako. Tumeambiwa ya kwamba nuru ya Bwana imetushukia. Yesu akasema ya kwamba mradi tu niko duniani, mimi ndiye nuru ya dunia. If we walk in that light, we cannot stand. Praise the Lord. Ningetaka nikasome kitabu cha Wafalme wa pili, mlango wa pili. Na nitasoma mstari wa 4. Maandiko inasema, then Elijah said to him, Elisha, stay here, please, for the Lord has sent me on to Jericho. But he said, as the Lord lives, and as your soul lives, I will not leave you. So they came to Jericho. Now the sons of the prophets who were at Jericho came to Elisha and said to him, do you not know that the Lord will take away your master from over you today? So he answered, yes, I know, keep silent. Now verse number 6 inasema, then Elijah said to him, stay here please, for the Lord has sent me on to Jordan. But he said, as the Lord lives, and as your soul lives, I will not leave you. So the two of them went on. And 50 men of the sons of the prophets went and stood facing them at a distance, while the two of them stood by Jordan. Now Elijah took his mantle and rolled it up and struck the water, and it was divided this way and that. So the two of them crossed over on dry ground. So it was, when they had crossed over, Elijah said to Elisha, ask what you may I do for you before I'm taken away from you. Elisha said, please let a double portion of your spirit be upon me. So he said, you have asked a hard thing. Nevertheless, if you see me when I'm taken away from you, it shall be for you. But if not, it shall not be so. Bwana asifiwe. Amen. Neno hilo sio muda mrefu umepita nilikuwa nimelifundisha na ningetaka kulirudia na Bwana atatubariki. Praise the Lord. Amen. Maandiko inasema ya kwamba Elisha alikuwa mwanafunzi wa Elijah ama wa Elia, na wakati alipomfuata kulifika mahali ikawa ya kwamba Elia alikuwa achukuliwe na Mungu kupitia kwa upepo wa kisulisuli. Ningetaka kama unanisikiliza unifanye hivi. Bwana asifiwe. Amen. Nasema unifanye hivi. Sasa vile umeniangalia uendelee kuniangalia. Mimi sio nangi ya hivyo ukiniangalia. Praise God. Amen. Uniangalie kabisa, na mimi sio nangi inaitwa shy. I'm very good. Bwana asifiwe. Amen. Okay, Biblia inasema ya kwamba baada ya Elisha kumfuata Elia kwa muda mrefu, walifika mahali ndio achukuliwe na upepo wa kisulisuli, na akamwambia abaki Gilgal. Tunaona ya kwamba kuna mahali yaliambiwa ya kwamba abaki Bethel, na mahali kwingine ukisoma utaona mpaka Jericho. Lakini kuna kitu moja ambacho Elia ama Elisha alikuwa ameamua. Alikuwa anajua ya kwamba huyu ni nabii wa Mungu, na tumekuwa tukiishi maisha ya ushindi kwa sababu yake. Bwana asifiwe. Na akawa na ufahamu ya kwamba huyu kama akiondolewa tutabaki watoto kama mayatima, na kwa hivyo akajua ya kwamba huyu mtu nitamfuata mpaka nipate kitu kutoka kwake, kwa sababu
nikimwachilia namna hivyo tu aende, tutabaki tukiwa hali mbaya. Kwa hivyo Elia akajaribu kumshurutisha abaki nyuma, akasema kama vile uishivyo na kama vile Mungu aishivyo, mimi sikuachili. Na maandiko inanionyesha ya kwamba kuna mahali walifika. Walipofika Jordan, Elia akachukua nguo yake ile ambayo alikuwa nayo na akaikunja vizuri, akagonga maji, wakapita. Elisha alikuwa anaona vile anafanya miujiza. Praise God. Amen. Kitu cha kwanza akajua ya kwamba kwa hivyo hii manto mtu akiwa nayo na unataka kuvuka, unaweza kugonga maji na maji itengeneze njia. Amen. Akaendelea kufundishwa to the last minute. Praise God. Amen. Wakavuka pamoja na huyu bila kuwaka. Walipovuka wakafika ng'ambo ile nyingine, Elia akaona huyu jamaa hana nia ya kuniacha. Akamwambia, sasa niko karibu kwenda, omba chochote sasa utakacho na nitakupatia kabla sijaenda. Na yeye akajua ya kwamba, na nitarudia vile nilisema, na huwa ninasema hivyo mara mingi, akajua wakati Elijah alikuwa duniani alihangaishwa na Jezebel mpaka akasema wacha Mungu niondoke. Akajua nikipata nguvu kama zake nitakuwa hata mimi nikisema niondoke. Akajua I need something more than this. Praise God. Amen. Akajua ninahitaji kitu kikubwa kuliko kile ambacho ako nacho. Akasema ninataka roho yako mara mbili. Na Elisha akashangaa, akashindwa huyu mtu. Na mtu si mtu upeana ile kitu ako nayo. Bwana asifiwe. Amen. Nitauliza kanisa kabla sijawapatia neno ambalo Mungu amenipatia kwa ajili yenu na kwa ajili yangu. Si mtu upatia na ile kitu ako nayo. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Sasa anaitishwa mara mbili ya hiyo. Labda ako na shamba eka moja, huyu anasema ninataka shamba eka mbili. Ya pili itatoka wapi? Akaambiwa umeitisha kitu kigumu. Ingawa hivyo, kama utaniona nikienda, utapata. Bwana asifiwe. Amen. Na maandiko inasema na yeye alimtazama mpaka wakati alichukuliwa. Na akichukuliwa akamlilia, akamwambia, baba yangu, wewe farasi na mwendesha farasi wa Israeli. Wakati alipomwambia hivyo, maandiko inasema ile gauni alikuwa nayo akaiachilia. Na kutoka hapo Elisha, ukisoma kwa maandiko, alifanya miujiza mara mbili ya Elijah. Na hakuna mahali alisema Bwana nichukue, hata mimi si mzuri kuliko wale wengine. Aliendelea mpaka siku yake ya kuondoka. Praise God. Hii mambo yote nimekuambia kwa sababu kuna kitu nataka usikie, sio injili. Leo si injili, it is the word of God. Bwana asifiwe. Mwaka wa 2022 kama vile tumeambiwa, na hiyo mimi sionaji shida kuambia watu kwa sababu sipendi kupatia watu tegemeo, itawaharibu neno. Bwana asifiwe. Amen. Patiwa ile kitu unahitaji. Bwana asifiwe. Amen. Mwaka wa 2022 it is not a very good year. Bwana asifiwe. Amen. Si mwaka mzuri vile unasikia watu wakipiga fataki wakisema ati wacha mwaka jana iishe. Huu mwaka uko na mambo yake. Na sana sana kwa taifa letu la Kenya tuko na uchaguzi mkuu. Na hata ukiangalia mahali tumefika, unaona ya kwamba joto ya kisiasa imeanza kuinuka. Kuna mambo mengi iliyoko. Dunia kama vile maandiko imesema, kuna mambo mengi imekuja. Saa hii tukienda kuanza, mataifa mengi dunia, hii ugonjwa wa corona, kuna aina imetokea, na nimeona nchi zingine unakuta ya kwamba pade
wanapata, wako na watu more than 200,000 ambao wamepatikana na hiyo ugonjwa. Na zaidi ya hii kuna mambo mengi ambayo itakuwa ikionekana. Bwana asifiwe. Na hii mambo yote nataka nikuambie ya kwamba itatukuta hapa. Kitu moja nataka kanisa ijue ni kwamba ni mapenzi ya Mungu na Mungu anaita kanisa. Hiyo mambo yote umesikia nikisema, sisi ndio tuko na suluhisho. Praise God. Ambia mwenzako sisi ndio tuko na suluhisho. Praise God. Amen. Mungu ametuita tuwe chumvi na tuwe nuru duniani. Na kwa hivyo hiyo mambo yote ninasema inaweza kosekana kuonekana kwa sababu yako, na inaweza onekana kwa sababu yako. Nataka unielewe vizuri. Hiyo mambo yote nimesema iko, na hiyo si kutafuta, it is there. Violence inaweza kuwa kwa taifa letu kwa sababu iko. Mambo mengine mabaya, magonjwa na shida ina nyingine, hata mashambulizi ya kigaidi iko katika taifa letu. Mambo ya hali mbaya ya anga iko katika taifa letu, na mambo mengine mengi ambayo sitasema siku ya leo. Hiyo mambo yote iko tayari kukuja kwa taifa la Kenya, iko tayari kukuja kwa jirani yako na hata kwako. Shetani anafanya kazi mchana na usiku. Praise God. Amen. Nataka kanisa ukaweze kunielewa. Mwaka wa 2022 kama vile Elisha na Elijah walitembea pamoja, wakatembea pamoja mpaka wakati Elijah alipokuwa anaenda, taifa la Israeli halikubaki na shida. This is the year God is calling the church to walk with him. Amen. Unielewe vizuri. Mwaka wa 2022 ni mwaka wa kanisa na watu wa Mungu kutembea na Mungu. Amen. Kuna mambo iko mbele zetu, na hii mambo hatuwezi kuiepuka tusipokuwa na Mungu. Na huu mwaka wa 2022 Mungu anatafuta wale watu watakuwa na masikio ya kusikia sauti yake. Mwaka wa 2022 Mungu anatafuta watu ambao watakuwa tayari, wakitumwa na Mungu wafanye jambo, hawatakawia, watafanya kulingana na Mungu na watafanya vile Mungu anahitaji. Nimesema 2022 is the year of walking with God, kutembea na Mungu. Unanielewa? Na nimesema leo si mahubiri, ni neno la Mungu naleta. Kuna mambo Mungu anataka kwa watu wake, na nitaielezea kwa kifupi na nitakuwa nimemaliza. Injili itakuja baadaye. Nimesema this is the year of walking with God. Na nataka mkaweze kunielewa vizuri, kwa sababu Mungu anajua mwisho pale mwanzo, anajua mambo yote yaliyo mbele zetu. Na watu wa Mungu, nataka unisikilize. Mungu anataka watu ambao watakuwa tayari kumtii, watakuwa tayari kutenda vile anavyowaambia, na tutafuata instruction to the dot. Umenielewa? Tutafuata maagizo ya Mungu mpaka dot, sijui inaitwaje kwa Kiswahili. Unajua ukiandika sentence kabla hujaweka full stop haijaisha. Mungu ya hiyo kikomo. Mungu anataka watu ambao watamtii namna hiyo. Na watu wa Mungu, wacheni niwaambie, mwaka huu kuna wakati Mungu atademand. Hata kama uko na mipango yako, atakuambia kwanza wachana na yako, nataka ushughulike na yako.
Mungu atakuwa anaongoza watu wake. Saa ingine anakuonyesha ningetaka uombe siku 3. Unasikia amekuweka mzigo na anataka uombe. Akikuambia uombe siku 3 ama siku 5 ama wiki moja, nataka unisikilize. Itabidi uombe hizo siku. Hautasema ya kwamba nilichukua siku 3. Mungu anataka wale watu watamtii mpaka hiyo kikomo, to the dot. Kwa sababu wakati Mungu anataka kuleta ushindi, he works with the men. Praise God. Kuna wakati Mungu atahitaji ufanye mambo mengine na Mungu anakutarajia uyafanye. Kwa sababu when we walk with God, God will give us victory. Elisha alimwambia Elijah, umeitisha kitu kigumu kupatikana. Akamwambia, however, kama utaniona nikienda utapata. Bwana asifiwe. Unanisikiliza vizuri? Hebu nifanye hivi. Akamwambia, kama utaniona nikienda juu nikipaa, utapata kile ambacho unataka. Elisha angekuwa mtu ambaye hana maarifa, aseme ya kwamba nitamwangalia na awe na shughuli zingine, aende hangepata. Praise God. Amen. Na kwa hivyo ninawaambia watu wa Mungu, take this word and it will help you this year. Amen. Utatembea na Mungu. Utatembea na Mungu. Ukisikia Mungu kuna jambo anakusukuma na anakusukuma ulifanye mpaka kiasi fulani, usifanye hafu. Make sure umefanya mpaka umemaliza. Na huyu tu Elisha, kwa sababu alikuwa mtu ambaye alikuwa anasikia Mungu. Kuna wakati aliambia mfalme mmoja anaitwa Joash, akamwambia wakati naye alikuwa naenda, akaambiwa naye unaenda nawe ndio ulikuwa farasi na mwendesha farasi wa Israeli. Akamuuliza, unatuacha sasa tubaki na nani? Akaambiwa uchukue mishale. Akaambiwa elekeza mshale mmoja upande wa mashariki wa dirisha. Akaambiwa achilia. Alipoachilia akaambiwa huo ni mshale wa ushindi wa Bwana. Amen. Sio lede Mungu amesema huo mshale ni wa ushindi wake. Amen. Akaambiwa sasa chukua mishale nyingine, ongeza chini. Aliongeza mara ngapi? Mara 3. Bwana asifiwe. Amen. Elisha akakasirika. Akamuuliza, mbona umeongesha mara 3? Ungegobesha mara kama 5 ama 6 na ungemaliza hao maadui. Akaambiwa kwa sababu umeongesha mara 3 utawashinda tu mara hii na hiyo nyingine. Kutoka hapo watakukalia. Akaambiwa ni kweli umeonekana kama umetii, lakini haukumaliza kutii. Ungefanya mpaka to the fullness. Mwaka wa 2022 Mungu anakuita mtu wake ukaweze kumtii hadi mwisho. Umenipata? Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mungu anaita kanisa tukaweze kumtii Mungu hadi mwisho. Akikuongoza kufanya jambo, usifanye vile tumezoea kusema nitafanya mpaka hapa na nikifikisha hapo Mungu ataona nimejaribu. Usi mwaka wa kujaribu, ni mwaka wa kutii. Walk with God. Ambia mwenzako walking with God. Bwana asifiwe. Nimesema ni mwaka wa kutembea na Mungu na mwaka wa kusikiliza Mungu, na kuna mambo ninataka niweze kuandaa. Mungu akikuambia ufanye jambo lolote, hiyo kitu ya kwanza nimesema, mwaka huu Mungu hataki watu ambao watafanya mambo nusu. Namba 2, mwaka huu Mungu hataki watu wadie kukawia. Mungu anataka ufanye jambo
lakini unamwambia utanipatia nafasi, nitakutafutia nafasi yako. Akikuambia ufanye jambo, wakati amekuambia, obey what God has told you as soon as possible. Bwana asifiwe. Haraka iwezekana. Na tukifanya hayo watu wa Mungu, huu mwaka utakuwa mzuri kwetu. Na ninajua kuna mambo Mungu ataona mbele. Na akiyaona atakusaidia, atakupa divine instruction vile utafanya. Na ukiifanya na ufanye vile Mungu anafanya, wakati huo ukifika, utakuwa tayari wewe ulijitengenezea njia na hautashindwa na jambo lolote. Elisha kwa sababu ya kutii na kusikia na kufuata, sasa hata hao wengine wote wakija, maadui wakija, hakuwa na shida nao. Wengine walikuwa wanasema wapigwe na upofu, wanapigwa. Wengine alikuwa anaenda anainua viongozi wengine na anawaambia wamalize yule Jezebel ambaye alikuwa amehangaisha Elisha. Praise God. Amen. Kanisa la Bwana, hiyo miaka mingine kuna mambo imeshinda watu. Kuna mambo imeshinda hata watu wa Mungu. But through your obedience we shall overcome. Amen. Praise God. Amen. Mwaka huu wa 2022 hata uongozi wa taifa letu, waamuzi wa ni nani ambaye ataongoza, hawako kwa kampeni, watakuwa kwa magoti. Amen. Unanielewa? Hata kama siasa ni mingi na watu wanasema kieleweke na hicho kingine hakieleweki, ninasema uchaguzi utaamuliwa kwa magoti. Bwana asifiwe. Amen. Na tukifanya mapenzi ya Mungu, kwa sababu ni sisi tutaomba na tutaitisha kiongozi na viongozi ambao tunataka. Tukiambia Mungu tunataka viongozi aina hii, kwa sababu tutaweza kuelewa mapenzi ya Mungu. Mungu anajua vile atafanya ndio hao wengine wasiwe wao. Na kwa hivyo ninawaambia watu wa Mungu, kuna kazi Mungu ametupatia. Sisi ndio nuru na sisi ndio chumvi. Tutembee na Mungu, na tukitembea na Mungu, hii nchi yetu itakuwa vile Mungu amepanga. Praise God. Katikati ya hawa ambao wanawania uongozi, sana sana presidency, kuna viongozi aina mbili ambao nitakuambia. Moja ni kiongozi wa judgment, ambaye akiingia ataleta judgment kwa taifa, na watu watalilia Mungu na Mungu hatashughulika nao, kwa sababu Bwana ametuambia mwanzo. Praise God. Amen. Na kuna wengine ambao katikati yao akichaguliwa atakuwa kama Daudi, atasaidia mapenzi ya Mungu itimike kwa taifa letu. Kwa hivyo watu wa Mungu, musiwe wanasiasa, muwe watu ambao wanatembea na Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Mambo ya uchumi wa taifa, Mungu angetaka taifa letu iwe na uchumi bora. Na ndio uchumi wetu uwe mzuri, hatutategemea watu wengine, Mungu anategemea kanisa. Praise God. Amen. Ninasema hivyo kwa sababu ninaongea juu ya the year of walking with God. Kama hapa mnaweza kukumbuka, hiyo nitatoa ikiwa testimony. Kabla hatujapata hii maji ya mfereji, wale watu wa hili kanisa wanajua, na tunasema kwa utukufu wa Mungu, wanajua ya kwamba hatujawahi kosa maji kwa ile tanki. Ile tanki tulipatiwa, na tulikuwa tunaomba mpaka watu wakaweka muhuri, wakasema ya kwamba kila Wednesday huwa kunanyesha mvua. Maji ilikuwa inakaa wiki mbili. Ikiisha baada ya wiki ya pili, Wednesday tulikuwa tunakuja hapa na tunaomba. Tukitoka hapa jioni
tulikuwa tunaacha tanki imejaa maji. Ni kweli ama si kweli? Praise God. Mpaka wakati maji ilikuwa, Mungu anawategemea kuweza kuadjust hali ya hewa katika taifa letu. Tukiona kuna kiangazi, tukipiga magoti kwa sababu yetu, Mungu atatupatia mvua. Kitabu cha Zakaria chapter number 10 and verse number 1. Maandiko inatuambia tuombe Mungu mvua wakati wa mvua na atatupatia the former and the latter rains. Kwa hivyo ninataka nikuambie ya kwamba hali ya anga duniani imebadilika. Nyinyi watu wa Mungu, as you walk with God, when you obey God, kwa sababu yenu Mungu atapeana mvua, atapeana misimu mizuri. Kuna watu ambao ninajua wanajua this year, wakati kila mahali watu walikuwa wanalia mifugo wanakufa, na tuliona mpaka kwa TV. Kuna watu wanajua, sisi hapa, sisemi makanisa mengine, najua wengine waliomba. Lakini sisi hapa tuliomba siku 3 na tukaomba dry fasting. Hatukukula, hatukukunywa. Tukaomba siku 3 na hiyo Friday wanayuthi wakakuja hapa wakaomba baada ya sisi kumaliza. Wakitoka hapa, kutoka wakati huo mpaka saa hii mvua inaendelea kunyesha. Praise God. Amen. Hiyo mvua si Mungu alikuwa amepanga ati iwe hivyo. Alikuwa anangojea watu atamuita atujibu ndio atupatie mvua. Watu wa Mungu, when we walk with God, tukiona mambo ambayo haiendi vizuri, Mungu tukitembea naye na tukimtii atatenda. Praise God. Amen. Ninataka nikuambia kwamba kama vile tuliambiwa, usitarajie mambo mazuri ya kuja duniani. Dunia imebadilika. Hii magonjwa ambayo mnaona hii magonjwa imelemea mpaka mataifa ambayo iko na uwezo kabisa. Nashangaa ninaona US na mataifa mengine wanatusaidia na sindano hizi za kudungwa. Na kama ni mimi ningeulizwa, ningewaambia kwanza wajisaidie, kwao ndio shida iko mingi. Ama mnaona namna gani? Ama hamuangaliagi? Praise God. Amen. Nchi kama Amerika, kila siku maambukizi inakuja 200,070 something kwa siku kama 3. Sisi hapa tunafika tunaambiwa wamegonjeka watu sijui 1000, lakini pia wanapona wengi. Sisi inakaa kama homa ya kawaida, kwa upande wao inaua watu. Tofauti ni gani? Si ngozi, si huko kuna Black Americans. Tofauti ni watu ambao wanajua ya kwamba these are judgments, wanapiga magoti wanaambia Mungu tuhurumie. Tukiomba Mungu na kuambia ya kwamba hata huu ugonjwa ni vile tu tutasema ilikuwa, haitatuadhiri na haitatuweza. Watu wa Mungu, mahali tumefika, nataka niseme, sina mambo mengi nataka niongeze, isikae kama injili. Lakini ninasema ya kwamba tumefika mahali ambapo Mungu anataka tutembee naye. Ambia mwenzako walking with God. Kutembea na Mungu. Bwana asifiwe. Ambia mwenzako kutembea na Mungu. Uchumi wa dunia umeharibika. Ukijua kutembea na Mungu, Mungu atakupatia divine provision. Praise God. Amen. Mungu atakuwa anakupatia kitu inaitwa divine provision. Mwaka huu ambao umeisha, to the glory of God. Bwana asifiwe. Amen. Nilisikia nimeongozwa na Mungu kufanya jambo fulani. Na pale mwanzo wa mwaka Januari nikawa kwa maombi. Na kwa hayo maombi nikasikia kuna msukumo Mungu anaweka ndani yangu, na akaniweka ile mbegu nitapanda.
na haikuwa pesa kidogo, hata hii niumiza. Nilipanda, ninasema hivyo kwa utukufu wa Mungu. Niliweza kupanda mbegu mahali ya 200,010, na nilikuwa ninauliza Mungu, kwani unataka nife masikini? Na nikifikiria nitoe kidogo, nasikia Mungu ananiambia that is the amount. Bwana asifiwe. Amen. Nikisikia tena nipunguze, nasikia that is the amount. Bwana asifiwe. Amen. Nataka nikuambie mtu wa Mungu, kwa sababu nilitii, sikuweka nyumbani, ninaendelea na ninafanya tu mambo tu. If you hear God and you obey his voice, praise God. Amen. Ninajua watu wameanza judgment na wameanza kusumbuliwa. Hiyo ni kitu kidogo. Praise God. Amen. Ni kitu kidogo. Kile jambo ambalo Mungu huwa anahitaji ni kumtii. Ukijua nyakati ambazo tuko nazo ni nyakati za watu wa Mungu kujua the season of planting and sowing. Bwana asifiwe. Amen. Kupanda na kuvuna.